Mfahamu Genius Elias Kihombo, Mtanzania aliyeonyesha uwezo mkubwa zaidi darasani kuwahi kushuhudiwa mpaka hivi sasa. Makala hii imeandaliwa na CHR EduTech. Mwaka 2006, Tanzania ilishuhudia jina jipya likivuma katika medani ya elimu baada ya matokeo ya kidato cha 6 ACSSE kutangazwa. Elias Kihombo, mwanafunzi kutoka shule ya sekondari Tosamaganga, maarufu kama Tosa Boys, alitangazwa kuwa Tanzania 1 TO, akishika nafasi ya juu kitaifa. Wakati huo, jina lake lilizungumzwa kuanzia vyumba vya walimu hadi kwenye mabweni ya wanafunzi na hata katika familia nyingi zilizokuwa zikifuatilia kwa karibu matokeo ya mitihani ya taifa. Kwa mujibu wa simulizi za waliokuwepo wakati huo, hakutegemewa sana kulingana na mtazamo wa awali wa baadhi ya watu waliopima uwezo kwa misingi ya shule au historia ya ufaulu wa taasisi fulani. Lakini matokeo yalipowekwa wazi, Elias aliwashangaza wengi kwa kuibuka kinara mbele ya wanafunzi kutoka shule kongwe na maalumu kama Ilboru, Kibaha na Mzumbe. Ilikuwa ni moment iliyobadili kabisa namna baadhi ya watu walivyoanza kutazama uwezo wa mwanafunzi binafsi dhidi ya sifa ya shule. Taarifa zinazoelezwa na waliomfahamu zinaonyesha kuwa katika kidato cha 4 alipata division 1 ya pointi 14 akiwa na alama za juu katika physics na chemistry na alama nzuri katika biology na mathematics. Hata hivyo, mafanikio hayo hayakuwa ya bahati. Wengi waliokuwa karibu naye wanasema alikuwa na nidhamu ya hali ya juu ya kusoma, akitumia muda mwingi maktabani na mara nyingi kuonekana akijadiliana maswali magumu ya hesabu au fizikia na wenzake. Mwaka 2003 alichaguliwa kujiunga na Tanga Technical School kuendelea na kidato cha 5. Uamuzi wake wa baadaye kurejea Tosamaganga kumalizia masomo ya advanced level uliwashangaza baadhi, lakini inaelezwa kuwa alifanya hivyo kwa sababu aliamini angeweza kufanya vizuri zaidi katika mazingira aliyoyazoea. Uamuzi huo ndio uliomfungulia ukurasa mpya wa mafanikio makubwa mwaka 2006 alipohitimu kidato cha 6 akiwa na division 1 ya pointi 3, akipata alama A katika physics, chemistry na advanced mathematics na kutangazwa kama mwanafunzi bora kitaifa, yani TO. Ufaulu huo ulimfungulia milango ya kujiunga na University of Dar es Salaam kusomea shahada ya uhandisi wa mawasiliano, telecommunication engineering. Kwa mujibu wa simulizi hizo, alipata hata ufadhili kutoka kampuni binafsi kutokana na matokeo yake bora. Hili liliongeza matarajio makubwa kutoka kwa jamii iliyomzunguka, wengi wakiamini alikuwa njiani kuwa miongoni mwa wahandisi bora wa kizazi chake. Hata hivyo, maisha ya chuo hayakuwa mepesi kama ilivyodhaniwa. Tofauti na mazingira ya sekondari yaliyokuwa na mwongozo wa karibu wa walimu, chuo kilihitaji nidhamu binafsi, uthabiti wa kisaikolojia na uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha ya kujitegemea. Maelezo yanayosimuliwa na waliowahi kusoma naye yanaeleza kuwa kabla ya kuhitimu, alikumbana na changamoto zilizomlazimu kusitisha au kuchelewesha masomo yake. Katika kipindi hicho, baadhi ya wanafunzi wenzake walidai kuwa alikuwa akijishughulisha pia na kufundisha masomo ya sayansi, hasa PCM, physics, chemistry na mathematics kwa wanafunzi wengine. Alijijengea sifa ya kuwa mwalimu mwenye uwezo mkubwa wa kufundisha kwa lugha rahisi, ucheshi wa kuvutia, kujiamini na majigambo. Wapo waliodai kuwa hata wanafunzi waliokuwa wakihangaika na hesabu walipata mwanga mpya baada ya kupitia mafunzo yake. Kadri miaka ilivyopita, jina lake liliendelea kutajwa katika majukwaa ya mitandao ya kijamii, hasa pale mada ya waliowahi kuwa TO ilipoibuka. Baadhi wakisimulia juhudi zake za kurejea chuoni kusomea mkondo mpya wa uhandisi, Wikemo Petroleum Engineering. Simulizi hizo pia zinaeleza kuwa alipitia changamoto za afya katika kipindi fulani cha maisha yake, hali ambayo kwa mujibu wa waliomfahamu iliathiri kwa kiasi fulani mwenendo wa safari yake ya taaluma. Kuna madai kwamba alifariki dunia mwaka 2020, ingawa taarifa hizo hazijawahi kuthibitishwa rasmi na vyombo vikubwa vya habari au taasisi za serikali. Kutokuwepo kwa taarifa rasmi imeacha maswali mengi, lakini pia imefanya simulizi yake kuendelea kuishi kupitia kumbukumbu za waliomfahamu na mijadala ya mitandaoni. Kwa wengi waliomfahamu au kusikia hadithi yake, Elias Kihombo anabaki kuwa mfano wa kijana mwenye kipaji kikubwa cha taaluma ambaye maisha yake yalipitia milima na mabonde. Safari yake imeendelea kuwa somo linalogusa mijadala kuhusu matarajio makubwa yanayowekwa kwa wanafunzi wanaofanya vizuri, changamoto za maisha ya chuo kikuu, pamoja na umuhimu wa msaada wa kijamii na kisaikolojia kwa vijana wenye vipaji. Hadithi yake pia imekuwa kichocheo cha mijadala mpana. Je, jamii inaandaa mfumo wa kuwalea na kuwaendeleza vijana wenye vipaji vikubwa? Je, ufaulu wa taaluma unatosha bila msaada wa kiakili, kihisia na kijamii? Maswali haya yanaendelea kujadiliwa kila mara jina lake linapotajwa. Zaidi ya alama na cheo cha TO wa 2006, simulizi hiyo imebeba ujumbe mpana zaidi kwamba mafanikio ya darasani ni mwanzo wa safari na kwamba nyuma ya majina makubwa kuna
kuna hadithi ya kibinadamu yenye mafanikio, mapambano na matumaini. Kwa makala nyingine kama hizi, usisite kufollow page yetu. Asante kwa kutazama na uwe na wakati mwema.